Nilikuwa nataka nisikie kama amepita. Na amepita. Tuombe kwa ajili ya neno. Mfalme, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu zote ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba wa mbinguni, umeinuliwa mwenye nguvu zote. Hakuna na kutakuwa mwingine kama wewe. Tumenyenyekea chini ya miguu yako wakati huu Yesu, maana Mungu wetu ni wewe tunahitaji, ni wewe Baba yangu. Na ndio maana nimenyenyekea chini ya miguu yako nikitubu dhambi za kila mmoja wetu. Tusamee Baba yangu, na kushukuru kwa kutuleta pamoja ili tusikie neno la siku ya leo. Uinuliwe daima, uinuliwe Baba yetu, uinuliwe mwenye nguvu, uinuliwe mwenye mamlaka. Ninanyenyekea chini ya miguu yako mara tena nikiomba Kristo ukanipake mafuta mapya, ukaweke maneno kwa kinywa changu kwa my spirit, na tena ukafungue sikio langu la rohoni nikaweze kusikia na kuona kutoka kwako Yesu. Wale ambao wataketi kusikia maandiko na wenye wataona after this ama kusikiza after this, naombea neema kutoka juu mbinguni. Naomba ufunuo kutoka kwako Yesu. Ninaomba wisdom kutoka kwako Yesu. Naomba that you may minister to me so that niweze kuminister kwa watu wako. Tufikie na njia kipekee, ukakutane na mahitaji yetu kulingana na utajiri wako ulio juu mbinguni. Mungu wa Israeli, ninaomba ukawe pamoja nasi. Ninakualika Baba wa mbinguni that you may take the stage now, and at the end of this sermon utukufu wote utakuwa ni wako. Kwa hivyo ninaomba ukanipake mafuta mapya, ukaweke maneno kwa kinywa changu kwa my spirit. Mungu wa Israeli, ninaomba pia tukitulia kusikia maandiko ukakumbali kutufungua, tukawe na teachable spirit, tukaweze kusikia yale ungependa tusikie leo, na tukawe watu wa kusikia na kutenda. Tupe hiyo neema, give us teachable spirit Mfalme, na tena ukatupe roho kubwa ili tukaweze kusikia neno lako, tukalistore na kulifanyisha kazi. Kuwa pamoja nasi Baba, tuomba ukatupandilishe, ukatufikie kwa neno lako. Take over Lord. Tuomba presence yako iwe pamoja nasi, tufunike na damu yako Kristo. Tusaidie kuwa rati na kemia hiyo roho ya kulala wakati wa neno, kukosa kutulia wakati wa neno. Ninakualika Yesu, ukatuhudumia na njia kipekee, ukabadilishe mioyo tukikutana na wengine Sunday Baba, tukatangaze makuu yako yale umetutendea siku ya leo. Na kwa hivyo ninakualika unene nasi, unene nami. Roho Mtakatifu wa Mungu, naomba ukanene nasi na unene nami, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Tuseme amen si sote. Amen, alafu tuketi. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelida moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno la siku ya leo yenye tunaendelea nayo so far, yenye kila mmoja wetu ni kama anaifahamu, isipokuwa labda wewe ni mgeni ama labda hujaingia huko kwa muda mrefu. Tunasikia mambo na believing God upon great things, kuamini Mungu kuhusu mambo makubwa ama makuu. Na tena tunaiona kwa maandiko yenye iko katika kitabu ya John 9. Ni refu, sikuweza kusema tutafikisha mpaka wapi maana ni refu, lakini ninajua tutaweza kuisoma na kuielewa zaidi. John 9, Johana kenda. Ninawakaribisha nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo, sikiwa huru katika nyumba la Baba. Ninaamini ya kwamba Kristo atakutana nasi kulingana na mahitaji yetu, kulingana na wa faith, kulingana na wa level, kulingana na kenye tulimuomba. Kwa hivyo siku ya leo jitayarishe kukutana na Jehova. Tunarudi kidogo tu kuongea kupitia kwamba mambo na kumbelieve, it is all about mental acceptance. Ni mambo ya kutengeneza mawazo yako, iamini kenye nitanena ni ya kweli, yaamini ya kwamba maandiko ni ya kweli, inaamini mambo ya maneno yenye inatoka kwa kinywa cha nabii. Nasema mimi unaamini, alafu ukiamini matokeo mazuri yake ni kwamba utatenda mambo makuu. Usipoamini basi hiyo ndiyo shinda. Usipoamini uelewe, of course utajua ni nini. Ni kwa nini Mungu ametuleta pamoja tena tuendelee na kusikia na kusoma mambo ya kuamini
Mungu juu ya kutenda mambo makuu. Ni kwa sababu watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo tutaendelea tukipokea maarifa au ufunuo kutoka kwa Mungu. Tutaendelea na kufunzwa mengi, maana labda hata tukiachana wengi wanakuwa na shughuli mingi. So Kenya wanapata labda inaenda baka Thursday, inaenda baka Wednesday, inakuwa deleted kwa yale ambaye yanaingia kwa moyo wako ama kwa mawazo yako. Kwa hivyo tutaendelea na kuisoma na kuisoma na kuisoma mpaka upandilishwe na hii neno mpaka uanze kutenda mambo makuu. Ni basi tutaingia moja kwa moja kwa neno la Mungu lenye liko katika kitabu ya John 9, ili tuweze kutenda makuu rasmi, tufunzwe na neno la Mungu. Na kwa hivyo tutasomewa verse 1 and 2 kwanza. Yohana 9 mstari wa kwanza na wa pili. Hata alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Tufikishe pale, maana ninasema ya kwamba tutasoma kwa, ninajua ni tutasoma lakini si sana. Tufikishe kwa hiyo verse 2. Verse 2 ndio ninataka kuangalia kwamba ilifika wakati huyu mtu mwenye alizaliwa akiwa kipofu, ikafika wakati wake wa kukutana na mwenye anafungua watu na mwenye anaponya, na ndiye Yesu. Ndiye anjetanjo pale, lakini Kiingereza imemtanja inasema and as Jesus passed by. Akipita tu, ni akipita, huwa anatembea. Yesu anatembea hata siku ya leo, huwa anatembea hata wakati huu wetu anatembea, na huwa anatutembelea kila wakati. Huwa anatutembelea na tunahisi nguvu zake, tunasikia presence yake, na huwa tunanjua akiwa ametembea. Kama leo asubuhi alitutembelea, naamini ako pamoja nasi. Kwa hivyo wakati alitembea mahali fulani yenye hatujaambiwa ni wapi, alikuta nani? Alimpata nani? Alimuona, ni kumuona. Alimuona mtu kibofu tangu kusaliwa. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye alikuwa na shinda ya kukosa kuona tangu asaliwa. Kwa hivyo siku ya leo basi nitakuwa ninaangalia ama tutakuwa tunaenda dibu kwa mambo yenye tungali tuko nayo, na hayo mambo yenye tuko nayo si ati ni mazuri vile, lakini ni mambo yenye tulisaliwa nayo. Tusemi labda ni ilitoka kwa mzazi ama it doesn't matter kwenye ilitoka, lakini ni mbaya na tulisaliwa nayo. Hiyo ndio nataka kuwaprepare pale mwanzo muelewe, ili uanze kujiita mkutano na uanze wewe ambia huyo ni mapema sana. Hapana, ni mapema. Hata hivi sijaenda mbali. Ni kitu yenye ulisaliwa nayo. Ni shinda yenye ulisaliwa nayo. Hiyo ndio nitaandress siku ya leo, na ninaamini kwamba by the end of the service ama sermon, Jehova atakuwa amendilo nayo. Ukiamini itakuwa ni hivyo. Hiyo ndio yangu, na Jehova alinena nami hivyo, na akanionyesha venye itakuwa leo. Kwa hivyo ninaamini na ninataka uamini. Ukianza kuiangalia ndio gani, utatega masikio. Sio lazima nitumie kenye imeandikwa hapa, lakini mimi kile ninanjua, na ukiamini itakuwa hivyo, ni kwamba mimi before nimalize hapa leo, hii kenye watu wanaona na kenye unanjua ya kwamba nilisaliwa nayo na nishinda, itakuwa dealt with na Jehova. Yesu mwenyewe ndiye ataimaliza. Jina la Yesu lipewe sifa. Haya hapa ni mambo na kuamini. Mambo na kuamini. So kipofu alikuwa pale, tunamuona venye alikuwa naomba. Of course ukienda kwa street na kule kwingine tunajua venye wanatokezewa, maana waoni kuna na watu wao wanajua hapa tukimweka hapa atarudi nyumbani na kitu, sana sana ni kuomba chakula ama kuomba pesa. Kwa hivyo ikawa siku moja alitokea kama zile siku zingine, lakini hiyo siku ikawa ni ya kupandilisha historia yake.
ikawa ni ya kubadilisha jina yake, ikawa ni siku ya kubadilisha hali yake. Na ninaamini ya kwamba hata wale ambao walikunja leo, that is, nasema ni kuamini kwamba hii siku ni siku yako ya kubadilisha hali yako, ni siku ya kubadilisha jina lako, ni siku ya kubadilisha kenye ulisaliwa nacho na ni kimbaya, kinakusumbua, kinakufanya usimame mahali pamoja, kinakufanya usiendelee. Hii ndiyo siku ya kumaliza hiyo jambo, hii ndiyo siku ya kumaliza hiyo hali. Kwa hivyo ningependa utege masikio, ukisema ni siku yangu, sema, ambia mwenzako ama ujiambie sasa, hii ndiyo siku yangu. Yes, ya kubadilishwa na Jehova, ya kukutana hali yenye nimekuwa nayo kwa muda mrefu. Ni siku yangu. Wewe ikiwa unjui, hata mimi ni siku yangu. Nasema ni siku yangu. Nikawa nauliza, ni kwa nini alikuwa mtu mmoja na sio wengi? Kwa nini Yesu aliendea mtu mmoja? Ni kwa nini aliona mtu mmoja? Ujue vipofu walikuwa wengi wakati ule. Ni kwa nini alikuwa ni yeye tu? Maana ilikuwa ni wakati wake. Wakati wake ulifika wa kubadilishiwa jina, wa kutolewa katika hiyo hali. Basi maana tuko na introduction na foundation kidogo, naweza kusonga mbele. Verse 2 niseme, wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi ni mwalimu, master, mwite Yesu tu, ni yupi alitenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata hasaliwe kibofu? Sasa ingine yenye nimekunja kundilo nayo leo, na ni Yesu atafanya hivyo, sio mimi, although mimi niko na imani itatendeka, ni kuondoa maswali yote. Aya, kwani hiyo ni ya Ruben peke yake na Keti sasa? Kuna maswali labda umekuwa ukijiuliza wewe. Kuna maswali watu wamekuwa kiuliza. Ujue mimi, hata mimi nikopa, kuna maswali. Mpaka ikafika siku moja nikaimba hivi. Nasema ilifika siku moja nikaimba, kwimahinda matukoraga tugatigwo twina cioria, ungithoma rugano rwa Ayubu none mahinda macio akomire, emutongu indi agiukira, emuthini akomire, emutongu indi agiukira, emuthini, kwi mahina managukora ugatigwo wina cioria, ungithoma rugano rwa Ayubu niukuona mahinda macio, ungita mucemanio muthi uyu no wone mahinda macio wakomire, wina mbeca rucio wakira igithira, wakomire, wina ritwa mwako githira rigathira, eterera undu wehina riaguo, eterera umuthi ni hina riaku, eterera umuthi kwi anja yaku, eterera umuthi kuhonio waku. Sema amena. Mtu anasema amina, sio lazima ungoje uambiwe useme amen. Sio ilikuwa prophetic hata. Jina la Yesu lipewe sifa. So nasema wacha nindilo na maswali, labda tutamalizia hapo, unjui. Nasema hivi, sasa tumeona mtu ambaye kila mtu anauliza, hata mimi hao watu nao wanafunzi, na unjue sisi ni wanafunzi
Kwa hivyo sisi tuko hivyo. Ukiona tukisoma mambo na wanafunzi ndio waulize ati Yesu akamuona. Before mambo yake isofiwe na Mungu na Yesu mwenyewe, wao ndio walianza maswali. So ni kumaanisha maswali mingi yenye tuko nayo na imewahi ulizwa, huwa inaulizwa na watu wenye wameokoka, wenye wamemjua Yesu. Ndio wanatu question. Wanatuwekea kile ninafanya saa hii. Matika kwa mena sioria. Labda ni mambo mazuri yenye wameona ukifanya ama mambaya. Labda ni kitu yenye wanaona haifai. Kila kitu kikitendeka, either ni mtu akufe, lazima watu wawe na maswali. Lazima either aligonjeka na ukatembea na yeye katika hiyo hali ya magonjwa pale, akiwa mgonjwa ataanza kujiuliza, mundu yaku hatia. Of course wengi wao wanakuwa na njibu. So maana wanafunzi walikuwa na njibu, wakauliza Yesu. Imagine mtu kipofu ate mtu anauliza ni huyu kipofu? Maswali mengine yenye watu wanauliza kulia ni ya wajinga. Hata yenye wewe unajiuliza sometimes ni ya ujinga. Wacha niilete. Hiyo ujinga kwanza nianze nayo, maana ndio wengi wetu wako nayo. Ate unauliza, alafu watu wanauliza kule nje kwamba ni huyu mtu alitenda dhambi au alitenda akiwa wapi? Wacha tuangalie kabisa. Si alisaliwa akiwa kipofu, alitendea dhambi wapi? Unaona maswali mengine yenye uko nayo wewe haustahili kuwa nayo. Unaindiriti leo. Especially yenye unauliza ni ya ujinga na utoto, iondoe leo. Hiyo haina jibu. Ati ni huyu mtu, huyu mwenye kipofu. Sasa ati ni wanafunzi wauliza Yesu, ni huyu mtu mwenye kipofu sasa alitenda dhambi ama ni wazazi? Wachana na ya wazazi iko sawa. Ya kuulizia wazazi iko sawa. Hebu tuone hiyo, wale ambao ni wasomi tuangalie kwa haraka. Ati wanaona ni huyu mtu, hata na wanajua na wanasikia kwamba alisaliwa akiwa kipofu. Kwani alitenda dhambi akiwa wapi? Kwa hivyo ni kumaanisha maswali yenye tuko nayo ingine tunaiacha leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Maswali yenye haina misisi hata. Maswali yenye haustahili kuwa unajiuliza, una stress yourself bure. Nasema ni bure. Unarara ukifikiria mambo ya pasta bure. Yes. Jina la Yesu lipewe sifa. Ingine hata ukilala usiku wote ama ulale ukiwa umekasirika haina jibu. Hallelujah. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo mimi nimeindigest nikiwa pale nikasikia haya, kumbe ni abure. Kumbe ate unarara wewe ni neighbor ya mtu, maana utasikia tu wewe ni neighbor ya mtu, unamfuatilia mpaka akifungua mlango. Kwani huwa anatoka wapi? Alitoka lini? Aliingia lini? Ni akina nani wanaingia kwake? Wacha hiyo maswali ya kukustress bure, rara. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Unaweza kuwa labda hata nikiwa nimesimama hapa unauliza, kwani yako anje na nilisaliwa hivyo? Hiyo nimekujibu, si ni kweli? Yes. Kwa nini angevaa nguo nyingine? Ni yangu hii. Nilivaa kwa sababu ni ya yes, nauliza maswali yenye inatusumbwanga bure. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Unilete tuseme Keti anilete nguo kama hii, alafu niulize Keti akuona ingine, hiyo ndio ilimpendeza. Maswali ingine nayo ni ya kufanya uchoke bure. Nasema kutoka siku ya leo mimi sitakuwa ninauliza maswali obvious. Unajua kuna maswali obvious, naita obvious ni nini na Kikuyu? Common nini Keti? Na kwa Keti ni yeye na siruta rune isikie kuuragia. Maswali yenye ni obvious. Maswali yenye ni common. Hiyo tuache leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema hiyo inatufanya tugonjeke bure. So alikuwa na wanafunzi, ni kumaanisha hivyo ndivyo tulivyo. Unaona vile the number, ingehesabu the number. Wale hawakuingia labda wako kwa hii. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo
akauliza ni nani? Ni yeye. Kwanza hiyo ndio nasikia ikiwa ya ujinga na upuzi bure. Ati huyu mwenye kipofu ni yeye alitenda dhambi akiwa wapi? Na alisaliwa akiwa? Ni yeye ama ni wazazi wake? Yesu naye ndiye yako hapa leo. Na ndio maana nimewaambia I am preparing you. Kwamba maswali yote yenye iko na watu na yenye umekuwa ukijiuliza, wacha hiyo ya ujinga ikuangi. Okay, Yesu anajibu, lakini mimi kama hiyo nitakataa. Hata hiyo iko na jibu, haina shida. Yote maswali nemeti na jiite mkutano kwa dakika chache. Tumeenda kwa maswali sasa. Ili aolewe, wacha ni minister kwa Muriuki na bibi yake papa. Ili akubali kuolewa, afike hata wakati wa kupata mtoto, ati akitembea mrudishe. Nini? Nijibu. Alishindwa na kulea. Alikuwa anataka kuolewa kwingine. Sipo. Jina la Yesu lipewe sifa. Hiyo ingine ningeuliza sasa. Hiyo ingine ningeuliza hapana, iko upande huu. Wacha ikae hiyo. Wacha hiyo ikae, watajiuliza wao wenyewe. Na ulizanga akina Muriuki wana shida. Kwa hivyo tumekuwa na maswali. Nasema ukiona verse 2 imetufikia leo, wengi wetu wenye tuko at around venye tuko sahi, they are full of questions. Na wengi kule nje wametu question. Ati utasikia tu ati mtu amesumbuka na vile niliomba kutoka asubuhi. Hiyo ni maombi ya aina gani? Ni maombi yenye iko na roho. Enda uambie hivyo. Jina la Yesu live. Ati anasumbuka vile ninaimba tu. Anasumbuka. Mimi ninashindwa venye anaimba. Anaimba kwani achoki? Wewe unajibu. Nikunjibie hiyo. Yes, achoki. Unakisikia kiuliza mwambie achoki. Hatunjawahi sikia maombi kama yes iko hivyo. Maana anaomba kiwa ndani ya roho. So watu wamesumbuka. Isipokuwa ni vile Yesu aliingilia hii jambo, huyu mtu angepokea uponyaji. Isipokuwa ni Yesu aingilia hiyo maswali yenye wameuliza na yenye umeuliza wewe, unajiuliza wewe, hakuna ukombozi. Jina la Yesu lipewe sifa. I thank God Yesu alikuwa pale. And I thank God siku ya leo Yesu wako hapa. Alete jibu ya maswali yako. Tukiwa mahali tuko leo, ninamwambia wengi wetu, mimi nikimaliza kuhubiri, either ni malaika watapeleka jibu ama itakuwa aje. Maswali yenye watu wamekuwa nayo mwea mzima ya kunihusu mimi na the ministry itakuwa imejibiwa na Yesu. Jina la Yesu lipewe sifa. Either ni mbaya ama ni nzuri, hapa ni mambo na kuamini. Jina la Yesu lipewe sifa. Usikae nayo tena yangu mimi ninaamini before nimalize kuhubiri it will be dealt with proper. I'm saying total. Na hakuna kuirudia tena. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tunaona nini? Sijui kama umejiita mkutano, nirundi kwako tena. Kwe mahina managukora ugatigwo wena cioria ongeta mathabu mambesa none mahinda macio wanyitire mbesa ciaku indiukire mwone kumanenji nikiondona wena cioria kwe mahinda managukora ugokira withibitari wacokia meciria na thutha ukeyuria ukiria atia eterera ona macio ni mekuninwo eterera umuthi gwicokio riaku sema mina. Tunajiita mkutano juu ya maswa. Haya jiulize kidogo. I was ministering by the way, ni venye sikutaka kuingilia. Okay. Sasa tunaangalia mtu mwenye alisaliwa hivyo pale from the birth. Kuna wengine hata saa hii
Kwa kijiji yenu wale walikuona wakati ulisaliwa. Mimi sikukuona, niliona mtoto wangu wakati ulisaliwa. Ikiwa wewe ulikuwa umesaliwa ukiwa nabii, ukiwa mtu fulani, kuna wengine wanakuwa na alama. Na huwa tunasiita birthmark, vitu zenye umehodi na mikono, kitu kenye kinaonekana na wale walikuona wakiwa wa kwanza. Wengine kwa kijiji hata wa leo wako na maswali. Wako na maswali. Wako na maswali. Wengine ninapoendelea na kupreach, wameanza kuona safari yao si ya kawaida. Hata ikiwa sikunijua nikiwa miaka 2-3 hapo, tangu nijijue mimi, ninaona ni kama hata yangu iko pale from since I was born. Yes, sijui kama unaona yako. Ikiwa kunaye ameanza kuona yake, maswali yake, sasa ainue mkono wake juu, nione kama tunaenda the same. Kwani hii kitu tuliletea Ruben sasa? Hao wengine wako wapi? Hakuna shida. Hata hao wengine nitawaambia kwenye wako. Hata wao wenye wako inua, hata ndio nilionyeshwa na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema ni maswali, tunandilo na maswali. Ni kwa nini hii ndio iwe pattern yangu? Ni kwa sababu hata siku yenye ulisaliwa ama before usaliwe, hiyo ndio ilikuwa the pattern. Sasa mmekimya. Niulize swali. Si uniulize swali. Uliza swali. Ungeniuliza pattern gani? Si ungeniuliza pattern gani? Ikiwa before usaliwe, wazazi walikuwa wamezoea kwenda kwa waganga kutoa dhabihu zao, pattern ndio gani? Na ndio maana uko na maswali. Na leo inaenda kujibiwa. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Jina la Yesu. Aishi kuna mtu ameelewa kenye nimesema? Ya kwamba wazazi sisi tunajua huwa kwenye tunaenda. Kama mimi nilelewa upande wa Mungu. Nikiwa hata mdogo sana niliingia kwa kanisa ya Free Gospel. Mdogo. Sikuwa nimeenda shule. So hata pattern yangu ni ya wapi? Pattern yangu kulingana na wazazi ni ya wapi? So ikiwa kulingana na before tusaliwe, sasa lazima tuangalie wazazi wetu walitupeleka wapi. From that mahali walikuwa naenda. Mahali walikuwa wanaenda, tunatoa pattern yetu pale. Jina la Yesu lipewe sifa. Hapo ndipo pattern yako iko. Na wengi wetu kwa sababu kuna foundation, wamekaa wakijiuliza maswali. Ni kwa nini hii? Ni kwa nini imetendeka? Ni kwa nini nitendekee mimi? Ni kwa nini ikae kijirudia? Ni kwa nini? Yesu ndiye anandilo nayo leo. Ikiwa utakubali yenye ninanena ni ya kweli, tutaenda to the source. Tuanze from there. Tuanze tukimblake. Maana Mungu mwenyewe ndiye anisema ya kwamba tunakutana naye leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Hope nafikiri nimeeleweka vizuri juu ya maswali. Si ni kweli? Kuna mtu hajafika mahali usiaso. Mimi sitaki urudi nyumbani na swali yoyote ile. Usirudi nayo. I was almost to minister to Dongo. Lakini wacha hiyo ikae na mama yake na Dongo. Rupu atakachapu na mimi break it. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Basi maswali ndio hiyo, na ikawa ni wakati wa maswali. Wakauliza maswali lakini kulikuwa na jibu. Na ndio maana hata mimi niko hapa na ujasiri mwingi nikisema hata yenye umekuwa nayo, either ni ya mtoto wako, either ni ya mume, either ni ya neighbor, sana yako iko na jibu. Nasema iko na jibu. Sasa shinda ni yake, kuna kenye walikuwa naona na ni kipofu. Nayo yako ndio gani hii yenye unakuanga nayo, na hiyo umeuliza mara nyingi ndio gani? Ili ujibiwe, lazima ujue ni gani. Lazima Yesu aione. Lazima uilete kwa Yesu. Lazima uilete kwa Yesu. Na maana amekuja leo, usijifiche, usipretend. Unajua wengi wetu wana pretend sana. Wapendangi wanjulikane, huwa ninakonjua
usiku kwa kitanda, wapendi, watajificha sana. Lakini ikiwa ndiyo Yesu anaona, atandilo nayo. Ikiwa Yesu anaona, atandilo nayo. Na maana anaona, atandilo nayo. Tuamini hivyo. Hapa ndipo kuna Yesu anaona. Saa hii mhubiri akihubiri ni mimi Yesu anamulika. Yote yenye nilikuwa nayo ni kwa nini inaisha leo. Naomba tusimame. Nimeona watu wa kudosi. Hata mimi nimeachwa na maswali. Ni kwa nini? Ni message is balling. Mumenifanya sasa nianze maswali nikiwa kwa madhabahu. Unalala kwa nini? Hiyo ni swali. Si mtu anjibu. Hiyo si ya Yesu, ni yetu. Kwa nini unalala wakati Yesu amekunja mpaka kwenye huko? Ni kwa nini? Joto ni mingi. Hiyo ni moja tu. Ni kwa nini unalala? Ingine. Sasa tunandilo na maswali. Ingine. Ni kwa nini unalala? Kuchoka? Ni kurelax? Ni venye the message is balling? Ni venye uelewi? Unaniambia tuachane nayo? Sasa tunajiuliza maswali. Leo tunandilo na maswali yote. Tuketi, usilale. Unaweza kubanwa mahuhu ama ukose kupata njibu. Wache tu kwa maswali. Hata mimi nauliza, kwa nini ukijana anasunguka hivyo? Kwa nini huyu kijana anasunguka hivyo? Mlioki mmenifanya niwe na maswali nikiwa na ni mtu mkubwa. Kwa nini naona anasunguka anafuata hivi? Kwani alipatwa na roho ile ya wakati wa neno? Kwa nini mlioki huyo mtoto wako anasunguka hivyo? Na akuangi hivyo Bernard ama si Bernard? Akuangi hivyo kwa nini? Maana ni siku ya maswali. Hiyo ndio jibu. Kusunguka Bernard, amuka uende uketi pale. Endelea na kusunguka, ukikaa unaenda hivyo na mimi naanza kuuliza maswali. Ni kwa good. Enda pale pengine sasa, kuja karibu na Ruben. Wewe Bernard, kuja karibu na Ruben. Ni kwa nini leo akae karibu na Ruben? Aya, unamfinya Ruben sasa, unamfinya akila asiamuke hapo mpaka nimalize. Thank you. Ni siku ya maswali. Narudia nikisema nini? John chapter 9. Kwa wale ambao wanaingia sasa hivi, wacha wakacha na sisi. Na thank you kwa maana wameingia, wametoka mbali. Thank you, karibuni. Ya kwamba hata alipokuwa akipita, John 9 verse 1 and 2 nimefikisha pale. Akipita alimuona mtu kipofu tangu asaliwa. So tunandilo na mambo yenye tuko nayo. Shinda zenye tuko nazo. Tumewahi kuwa nazo. Siko na watoto wetu hata. Siko na mke wako. Kenya unaona. Kenya hii kitu. Hata na unasikia hata mzazi akifurahia sana. Asiali ruogu. Ni asiali ruogu. Nono kunjaragia oru. Asiali ruogu. Wewe. Na sisi tuko na maswali. Yes, tunandilo nayo siku ya leo. Hiyo kitu yenye unaona kwamba unakaa ukijiuliza. Na lazima uone shinda hiyo leo. Umekuwa ukijiuliza maswali kama mtu mmoja akaniuliza ya kwamba mbona mimi huwa ninang'ang'ana hivyo before nipate kitu. Sio ni swali? Mimi nikiwa ndani ya roho nikatembea na yeye, nikaona mwenye amenemiwa. Wewe Ruben usiende na mimi. Nikaona mwenye amenemiwa alikuwa hivyo. Nasema mama yake ako hivyo. Naye mtoto sasa alinipigia simu, yes, atapata kitu, lakini ni ile kung'ang'ana excess. Unajua kuna kung'ang'ana excess. Hata wakati kuna neema utakuta yeye aking'ang'ana. Unajua kuna wakati neema ikiachiliwa vitu zinaenda kwa haraka. Si ni kweli? Kuna wakati neema ikiachiliwa vitu zinaenda kwa haraka. Hata vitu zenye zinakuwa na ndire na kung'ang'ana zinapitishwa kwa haraka. Tunasipokia kwa haraka. Huyu pateni ni ile. Mimi kulingana na mimi basi nikihubiri leo, mimi nitakata the cord from the social. Tukiingia kwa mamu tukate hiyo ingine.
tuambie msichana walk free with that grace. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo tunaangalia ati akaulizwa. Studio imetufanya tukae hapa na tunaweza kumalizia pale maana kuna jibu yake. Jibu yake ni haraka sana. Verse 2 nayo inasema, nasoma John chapter 9. Verse 2 inasema ya kwamba wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, waliuliza Yesu, ndiye alikuwa anaitwa Rabi, ni yupi alitenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata hasaliwe kipofu? Sasa tukafika mahali ya kusema ya kwamba hali ya kusema maswali ingine ni ya ujinga. Maana kwa nini uulize huyu mtu kipofu ati kama ni yeye alitenda dhambi? Anje alitenda dhambi anje na alisaliwa akiwa kipofu. Tena wakauliza kama ni mzazi. Ni kumaanisha kwamba people wanatujudge wrongly. Kuna maswali yenye wanauliza. Yes, wakikutana na mtu ambaye ni antichrist, ambaye wakutupiga, anapewa long answer. Hizo zinafutwa na Jehova leo. Any long accusation itandiliwa na Jehova leo. Rima mama yando. Nasema tupokee hiyo neema. Wacha niulize, kwa nini bibi yake Njenga ametoka ni kiumiri? Uliza mama Njimi na hapa, ulize mama Njimi, kwani mtoto amekuwa na njaa wakati wa neno? Enda umuulize hivyo. Yes, Simbo, ni siku ya maswali. Ni siku ya maswali. Kwa nini neno haijamsaidia? Ni kwa nini? Tunaendelea na kujiuliza maswali. Ninasema ya kwamba Jehova Mungu Baba, ule mwenye mimi ninatumikia, amekunja kujibu maswali yako. Amekuona leo. Simama uimbe na mimi, ameniona, ameniona, ameniona Yesu, ameniona, ameniona, sema ameniona, aimba ameniona, aleyo amekuona, asema ameniona, ameniona, aleyo ameniona, asema ameniona, aleyo ameniona, leyo amekuona. Pigia Yesu makofi useme ameniona. Sema Yesu ameniona. Kumbe ndiyo maana niliingia kwa ibada ya leo. Maana aliona niko na maswali. Sema siku ya leo ni siku yangu. Nitarudi na jibu. Nitarudi nyumbani na jibu. Pigia Yesu makofi unapoketi. Hallelujah. Hallelujah, ameniona mimi. Ate ninarudia nikisema huyu mtoto wako anasoma saa hii. Na kaniuliza, mbona mimi hata kupita mitihani ni shinda? Rasima ningangane. Na mimi nikatembea ili nimpe jibu. Nikamwambia, angalia mama yako. Tunarudi nyuma tu, tukindelete. Na ujue the money naenda backwards. Mimi ninaendelea nikiindelete na damu ya Kristo Yesu. Mama alikuwa hivyo hata soso. Hata soso. Kwa hivyo huyu mtoto ili asaidike na majibu yake yote injibiwe leo, maswali that is injibiwe leo, tunaanza kundilo na soso. Na huyu soso amenemiwa yeye. Kwa hivyo shinda kubwa, maswali yenye yako nayo pale ni name. Shinda ni name. Kwa hivyo kwanza tutamtenganisha na name. Tukate hiyo kitofu. Tukiingia kwa msasi tukate hiyo ingine. Alafu tukifika kwa anga yake tunene neno la kuendelea. Tuseme hakuna kungangana. Pokeeni hiyo neema. Robobo boyana. Kwa hivyo ninaona leo tutapewa panga na laser blade na scissors, special scissors, special laser, special panga ya kukata kitovu. Rimama yando. Somebody receive now. Receive now. Ribabo yanda. I declare it is done in Jesus Christ's name. Kwa hivyo we are prepared na tunaamini ya kwamba tunarudi nyumbani tukiwa na jibu. Hata mimi ninarudi pale.
Jina la Yesu lipewe sifa. Mwingine ako katikati yetu ako na maswali kama hii. Ni kwa nini huwa ninang'ang'ana na watoto wangu hivyo? Ni kwa nini kuwape kitu nishinda? Turudi tena na huku. Ndio huyu mimi ninang'ang'ana. Mama yangu alikuwa hivyo kweli? Haya, tunajiuliza, si ni swali? Ikiwa alikuwa hivyo, tunarudi baka kwake. Hata ikiwa amekufa, lazima tuanenee huko. Hakuna kutufuata. Na tutanenea hizo spirit. Tusiambia kwamba we are no longer together. Woman, sleep well. Mimi usinifuate tena. Jina la Yesu lipewe sifa. Leo tutanenea hata the ngomi. Tuseme ngomi, bye bye. Bye bye. Kenye mlikuwa nacho chetu, kenye mlitusambasia ni yenu kutoka siku ya leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo Yesu ndiye huyu mwenye kujibu maswali ako na sisi. Mimi namwakilisha tu, lakini kuna jambo nitatenda tukimalizia. Akaulizwa maswali na akajibu ya kwamba si huyu mtu, hata wazazi wake, mambo mengine yenye tunaona tukiwa nayo ni kwamba ilikuwa imewekwa siku kama ya leo, ili okota maswali yote na majibu mambaya, Yesu atukuzwe kwa kile unapitia. Kwa hivyo kuna watu siku ya leo, nakwambia kupitia samoni ya siku ya leo, kuna watu wataanza kusuuliza ni wewe ama si wewe. Ni wewe ama si wewe. Mahali nilikuacha ulitoka lini? Na hata kuna watu watauliza area hii ni ile kanisa ama ni ingine. Watakuwa na maswali, alienda kwa shetani alifanya, hiyo ni yao. Lakini siku ya leo ni siku ya kubadilishwa na kujibiwa maswali yote. Pigia Yesu sangwe. Yesu akanjibu. Yesu ndiye ako na jibu. Sio kama kunaye anaamini ya kwamba jibu yenye uko nayo Yesu ndiye atajibu leo. Hata atawajimbia. Yesu atawajimbia. Ikiwa ni ansa zenye wako nazo mbaya, sinandelitiwa leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Ikiwa unaamini sema ndio. Sema ndio. Nasema sema ndio. Unaona mtu kwa Biblia ya kwamba alikuwa na shamba yake, akaweka kila kitu, akapanda mbegu nzuri. Hiyo nasikia ikiwekwa kwa my spirit, hata sijui iko wapi, ya kwamba akapanda mbegu nzuri akitarajia matokeo poa, lakini akastuka kuona ni vice versa. Huyu ni mtu alikuwa na maswali, akasema niambieni masika tayando rimamayanda. Nini sikufanyia hii shamba? Nini sijafanyia huyu bwana? Nini sijafanyia huyu mtoto? Nini sijafanyia hii huduma? Nini sijawafanyia nyinyi? Ribaboyanda. Kuna watu wako na maswali, maana wameinvest kwa kasi wa mamilioni ya pesa. Nini hujafanyia? Maswali yako inajibiwa leo. Na sio jibu ya kukaa venye ulikuwa, ya kwamba kutakuwa na mabadiliko. Naona watu wakibadilishwa na Jehova. Kutakuwa na mabadiliko. Nasema kutakuwa na mabadiliko. Mayando robobo yenterima siarabo. Nasema kutakuwa na mabadiliko. Ni siku ya kujibiwa maswali. Ukiwa unaamini sema 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 ni siku yangu. Sema ni siku yangu. I wish venye mungejua nguvu zenye ziko. Arimayando. Najua kuna watu wanakombolewa leo. Yesu ndiye huyo, mara hiyo maana alijua njibu. Alitengeneza kitu yenye ni known. Kitu yenye walikuwa na njua. Akamtema mate. Unjue sitasoma tena, sasa nitaongea. Akatema mate, akakoroga matope. Sio ni ujinga tu. Mambo mengine yenye tutafanyiwa leo, tukiachana na nyinyi mpaka tuonane tena, itakaa ni kama ni ujinga, lakini itakuwa ni ya kutufungua. Wengine watafunguliwa kwa ndoto, wengine watakutana na malaika. Kutakuwa na invitation ya kipekee, manifestation of the Holy Spirit itakuwa kwenu. Tukikutana tena, mambo yatakorogwa. Nasema mambo
maswali ikindelitiwa, maswali ikindelitiwa. Pigia Yesu sangwe. Akatema mate, akakoroga. Yes, akampaka macho. Shinda ikaisha, shinda ikaisha, shinda ikaisha. Nasema shinda ikaisha. Mayando roboyenta rimamaya. Nasema kama vile itatendeka kwenyu. Oh, ribaboyanda. Iwe hivyo pokeeni. Maana ilikuwa ni siku au kuingia hapa bure. Au kuingia hapa bure. Nasema au kuingia hapa bure. Kuna kitu kinakorogwa leo. Before the end of the service utakuwa na mabadiliko. Jina la Yesu lipewe sifa. Akaambiwa enda uoge. Wapi? Keti. Siloam. Wapi? Yes. Katika suala Siloamu. Wewe unajua ni kwa nini sisi hatuendi kuoga leo? Kulingana na kaja yetu ya Mwea hatuendangi sisi zote mahali fulani. Lakini kulingana na Wayahudi ni research kidogo. Kwa nini alienda na nikaona hata picture. Kalikuwa kametengenezwa mahali hiyo siwa. Unakumbuka sasa kulingana na wao walikuwa wanajua mambo na atimalia kwa koroneria fulani. Ndio honio. Hii ya Siloamu kulingana na venye ni research, ni research si ufunuo. Ni research tondi mudhomi. Ilikuwa inasema ni ya kuwa cleanse. Na nikiapa kirwendo maana lazima ende na neema yenye iko wakati ule. Haiwezi ukagundua neema yenye nimebeba leo uitabu na uende nayo. Jina la Yesu lipewe sifa. Akaenda katika siwa za Siloamu, akaoga akitokea rugano rwake rugecenjia. Maswali magethira, maswali mageti kwa andu aria matetikitie Yesu. Jina la Yesu lipewe sifa. Alitokea akiwa anaona. Na ninatangaza nikimaliza kuhubiri leo, maana uko katika siwa la Siloamu leo. Ndivyo Jehova ametengeneza mahali hapa ya kwamba utaenda nyumbani ukiona. Utaenda nyumbani bila swali. Amen. Utaenda nyumbani bila swali. Utapandilishwa na Jehova. Watu wa ukoo watauliza, huyu kijana kwani alienda kwa devotion? Mwambie ni Yesu. Mwambie nilikutana na Yesu. Nilikutana na Yesu akabadilisha hadithi yangu. Nilikutana na Yesu akabadilisha jina yangu. Nilikutana na Yesu akabadilisha kazi yangu. Kutakuwa na mabadiliko. Nasema kutakuwa na mabadiliko. Mayando riba zeke yantorobo riba sia. Mabadiliko yenye unjawaiona ama kusikia, mabadiliko yenye waionwa na watu. Hayo ndiyo mambo yenye mmewekewa siku ya leo. Maondo matare maiguo, maondo matare meko. Onakana maleme sione mondo, masione manyu, masione manyu. Jina la Yesu lipewe sifa. Hapa ni kuamini. Ni kuamini. Wacha na maswali yenye uko nayo inajibiwa leo. Usikubali kurudi na swali nyumbani. Jibu yako iko hapa leo. Mbona uite mkutano ukishakuona hii ndio yangu? Hata watu nilisikia wakisema, walisema nilisaliwa hivyo. Wacha waseme tu. Leo ndio siku ya kubadilishwa na Jehova. Maswali yote inajibiwa leo. Sitatema mate na nikoroge, lakini niko na neno la kuamini. Jina la Yesu lipewe sifa. Hadithi yenye umekuwa nayo inajulikana kwenu. Atenganie karaga ngania hana. Hata nilikumbuka maisana huyu mwenye amesimama hapa kwamba hadithi yenye mimi niliona mimi mwenyewe nikasuhudia kwamba alikaa sana bila kutembea. Hata wakati sitawaambia jina hiyo, sijali. Hata wakati alienda secondary alianza kuitwa hiyo jina. Sini kitu yenye walikuwa naona. Na I wish atafunguka leo kwamba kuna watu tu nitanenea miguu yao iwe inaenda kwa haraka. Kwa kazi zao ni miguu hauna. Miguu yenye uko nayo ni kiwete. Miguu ya kazi ni kiwete. Ni miguu ya ndile inaisha leo. Pigia Yesu makofi. Mayando robo boyenda. Alienda katika siwa la Siloamu akaoga. Nimemwambia hiyo si kitu kikubwa sana, maana ilikuwa ni
ilikuwa ni yao ya wakati ule. Ilikuwa imetengwa mahali for cleansing. Na maana alikuwa amepakwa matope, so angeenda ku cleanse himself, kuithamba, kuitheria, na akarudi akiwa amepona. Jina la Yesu lipewe sifa. So wakati alirudi, kuna watu tukitoka ibada ya leo watasikia vibaya. Kwa nini mlimtoa katika ile hali? Si ati wataweza kukurudisha tena. Itakuwa ni yao this time. Anawatakuwa na mtu wa kuanjimbia, hata wakumbali ama wasikokose kukumbali. Already tumetoka. Already tutakuwa tumechenjiwa. Mafarisisi ndio hawa. Waku wanataka waanjiwe ati kwanza waamini. Waamini ati wanataja Yesu. Wanataja Yesu. Kuna wengi watakuwa nataka kusikia hadithi ya Yesu. Watakuwa na tupaptaisi na huko karathire kanitha gakwa Ngoma. Arathire kanitha gakwa Ngoma. Hata wakati nilijenga nyumba kubwa kwa area, hata saa hii walikuwa nauliza kanene ugu yake ne ciana ithatu. Hata saa hii wanauliza, lakini mimi niliambiwa ni akina nani. Jina la Yesu lipewe sifa. Wale mimi niko na jibu. Kwa hivyo kila siku, kila saa ukijiuliza maswali, unjue ni nani huyu anaweza kujibu maswali yangu. Ni Yesu. Nasema ni Yesu. Na maana huwa anatembea kila siku, anatutembelea kila siku. Unamuita, unamwambia swali yangu ni hii, ni mpaka lini? Nauliza ni mpaka lini? Ninashindwa na kulipa rent. Hata nikiweka pesa pamoja na njikuta nikiwa nakaribia kulipa rent, kuna metokea kitu kingi. Nikiwa nimetokea kufanya hiki, nikipanda sana na njikuta, unajiita mkutano, uone kama ni pattern ya generation. Uone kama ni ya generation udilo nayo. Ikiwa ni kitu kiliingia ndani yako, Yesu wako. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunajiita mkutano. Maana hii imeenda through leo. Nasema imeenda through leo. Na Yesu mwenyewe amekutana na sisi siku ya leo. Kwa hivyo unajiita mkutano. Unajiita mkutano. Unajiita mkutano. Unajiita mkutano. Nikiuliza katikati yenu. Nasema katikati yenu, namalizia hapa. Usipoamini kenye nimenena, basi unjue utakaa na maswali yako. Lakini ikiwa utaamini na ujiite mkutano, mimi sitatumia mate kama Yesu. Nitatumia yenye tunajua saa hii. Ikiwa unaamini, nasema nasema hapa ni kuamini. Ikiwa unaamini, basi utakimbia. Ikiwa unajua, na unakimbia banje mbele ikiwa unajua ni nini unakuja kufanya. Sikuchezea na siku waste my time. Na mimi nitatamka neno la kukombolewa na uponyaji. Utaenda na amani, utajikuta tu anganehonire kandira senjirie. Itakuwa ni hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Chunga the camera. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu zote ni wewe Kristo. Hawa ni wale wamerealize ya kwamba wamekuwa na maswali tangu wazaliwe. The history hata inatangaza wako hivyo. Unajua mashinda yao. Unaelewa mwana wa Mungu. Na mimi kwa mamlaka ulionipe saa hii, ninatangaza kutoka leo, kasi yako iwe na miguu ya haraka. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Enda chini. Wewe nikikuambia unarudi, ninaondoa hiyo roho ya ndire, uanze kuona na kuendelea. Nikikuambia unarudi, kasi yako iwe na miguu ya kuenda kwa haraka katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo maswali yote ndiyo ninaondoa. Nogie mugunda tiga ciuria. Nogie naguo. Na wacha kuangalia anga pesa nitatoa wapi. Na kutenganisha na kenye kinakuwa kwa ukoo wenu, na kiondoa ni ya ukoo. Hiyo ni roho ya ukoo, isikupate tena, na nimeiondoa. Maneno yenye yalitamkwa before usaliwe, kwenye ulipelekwa before usaliwe, ndio inakufanya uwe na hiyo pattern. Naondoa hiyo pattern. Walk free in Jesus Christ name. Ninakata hiyo
kitovu ya upande wa baba yako katika jina la Yesu Kristo. Na saa hii kenye kimekuandama ni kasi yako ndio inapigwa. Saa hii walk free, walk free, walk free, walk free. Ninanena maneno yenye ilitamu kwa wakati ulilima na ukapata pesa mingi, ukawekwe chini. Ninakutenganisha na kila laana na maneno yenye ilinenwa. Walk free. Jehova amechange jina yako. Nimechange jina ya ukoo wenu yenye imekufuata na imefuata maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kenya kinakuangusha ukipanda juu. Ngai mmekaa mbali. Kenya kinakuangusha ukienda Ruben nikunja unisikie mafuta. Kenya kinakuangusha ukienda juu. Wapi? Nitaingiza tu kindole peke yake. Unaweka kwa hiyo nini? Kenya kinakuangusha ukienda juu ni maneno yalitamkwa. Maneno ninafuta yote. Maswali yako leo imenjimbiwa. Imenjimbiwa. Maneno yenye yalitamkwa kwa anga yako ninainderite. Ninainderite. Kasi yako iwe na miguu ya haraka katika jina la Yesu Kristo. Ninakutua kwenye walikupeleka before usaliwe. Toka huko. Toka huko. Ninakata hiyo kitofu. Nakata hiyo kitofu. Nakata hiyo kitofu. Akwamba hakuna kujisaidia. Ujisaidie kutoka siku ya leo. Ujisaidie kutoka siku ya leo. Nimeendeliti maneno yenye walinena. Nimetamka kwa anga yako uko huru katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa kila roho yenye inakusunguka unapopanda. Hiyo roho inatoka kwa wazazi wako. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu. Walk free in Jesus Christ name. Maroho yote yenye imekufuata kupitia kwa damu. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu kwa wazazi wote, hata kwa mwenye umenemiwa. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu ya njina. Hautahangaika kama huyo mshoki. Hautahangaika kama yeye. Ninafuta hizo namba katika jina la Yesu Kristo. Kenya nilikuwa ninaona nikiwa pale chini. Nilikuwa naona roho ya nyoka. Roho ya nyoka ya kumesa vision yako. Kwamba nikaona itameswa kama vile ni maneno yalitamkwa kwa familia yenu mliokina wa elimu huko ya kwamba hakuna mtoto atapita form 2. Hayo maneno yenye yamenenwa na yamekuwa ikinenwa yote ndio nanderiti. Walk free in Jesus Christ name. Ninakutenganisha na roho yenye iko katika kwenye ulisaliwa kijiji yenu. Hayo maroho yenye wanapepepa kwa hiyo kijiji, kwa hiyo soil haitakuona. Ninainderiti. Walk free in Jesus Christ name. Na kutenganisha na jina yenye umenemiwa. Rikatariba seketeano. Na toa yote yenye imekufuata kupitia kwa jina. Nakata hiyo kitovu katika jina la Yesu Kristo. Wapi njoe? Ninakutenganisha na jina yenye umenemiwa. Ninakutenganisha. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu. Na nena anga yako. Na nene anga yako ya masoma. Utakuwa kama baba na mama. Utafinish na ufike kwa destiny yako. Na kuweka huru in Jesus Christ name. Ninakutenganisha na kila kilinenwa. Yes, Kenya kiko kwa soil yenu. Kenya kiko kwa soil. Kenya kiko kwa soil. Yes, ni kungangana. Kinanjiita kungangana kutoka kwa wazazi. Nakata hiyo kitovu. Utanifanya nianguke sasa. Na kiti ameenda wapi? Ai. Mama Njimia kwa wapi? Nishikilie huyu. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu from your mother. Nakata hiyo kitovu. Ninakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu. Ani nanena baraka kwa anga yako. Pokea in Jesus Christ name. Mama Njimia haraka. Ninakata hiyo kitovu. Huyu soso. Wewe soso. Nakata hiyo kitovu. Nakata hiyo kitovu. Kwa haya ya mama. Nakata ya mama. Nakata ya mama. Nakata ya mama. Nakata hiyo kitovu. Ninakuweka huru. Uko free. Haujashikanisha na wao. Haraka. Watoto wote waletu hapa. Watoto wote. Ninanenea anga yako. Kile kilitamkwa bila wewe kunjua. Kile kilitamkwa bila wewe kunjua. Kwa kasi ya mikono yako, that is shule.
kwa afya yako, na kiondoa na kutenganisha na the name yenye umenimiwa. Kuna kungangana na kuweka free na kuweka huru, uko free in Jesus Christ name. Ni nani huyo? Nimeona simunjui. Utakaa kama Muriuki, utakaa kama yeye. The name, jina, hakuna kuseto. Mimi nimeondoa hiyo, unakutenganisha na hiyo kitofu baba yako na guka in Jesus Christ name. Rimazeke. And by the way, kwani uko kama yeye? Naambia nani Unataka kukana maswali yako? Na nenea anga yako. Ninakata hiyo kitovu ya mwenye ulinemiwa. Hautakuwa kama yeye. Na kutenganisha na hiyo jina. Ninanena baraka kwa jina lako. In Jesus Christ name. In Jesus. Unaona hii ni roho ya carelessness hii. Atendea na irato taleu. Na shule sinakuanga wapi? Shule kama njimiate gungai. Kunja karibu na mimi. Si unapotezanga viatu na unakaanga bila viatu hata kwa shule. Leta hiyo miguu na ifunga leo. Hii ni mbaya. Si uko na viatu ama ulikuja bila? Kwa nini hauna? Si unakaanga hata hivyo kwa shule. Na vitu zingine zenye unapotezanga huko ni nini? Ninaondoa hiyo roho yenye uko nayo ya mwenye umenemiwa katika jina la Yesu Kristo. Hii miguu kutoka leo iweze kuvaa viatu. Hii miguu iweze kuvaa viatu na kukaa nayo. Na nikumaanisha ya kwamba kuna mahali ya utafika. Maana unakaa naso unatoa. Na mimi kwenye uliambiwa utafika, natangaza utaenda ufike na utakuwa na amani na furaha. Pokea kutosheleka katika jina la Yesu Kristo. Ahasmisi rudi huko kwenye mko. Nendu eleu. Ninakutenganisha. Ati nilana ya ukoo na wewe. Najua wamekunja ile individual wanaita anje hiyo inakuanga kwenu, wana sacrifice watu wakati huo. Hiyo ndio anga pattern ndio hiyo pattern yenye ilikuwa na mzazi wako. Hiyo kitofu ninaikata saa hii yenye ilikuwa na sosona mwenye umenimiwa. Nimeikata saa hii katika jina la Yesu Kristo. Ninanena kwa anga yako karibu. Mnakaa mbali na kunenea. Kwekinderia kiviko-ine. Okinderia. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema ya kuseto kwa kazi mpaka upanuke. Pokea hiyo neema ya kupanuka. Achilie keti kidogo. Pokea hiyo neema ya kupanuka. Pokea hiyo. Wewe roho ya nyoka. Achilie. Nilikuona ati walikuwa wamekuwekea mayai. Nafunja mayai leo. Mayai unajua ni ya nini? Meta kwa mako ya wera. Na kukuseparate na destiny connector wako. Hiyo mayai naifunja leo. Funjika. Hivyo ndivyo mlifanya mama yake. Toka. Achilie. Uchawi ya mayai. Achilie. Ni kusunguka mahali pamoja na mimi nimekutoa katika hiyo hali. Mazwali yako imejibiwa, receive. Maisha mapya kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. Kunja, wacha nimalizane na huyu. Na naenda marathon. Roho ya kukosa kuseto. Roho hiyo. Ilikuwa na nani huyu? Umenimiwa nani? Jina. Nakata hiyo kitofu. Nakata hiyo kitofu. Hata familia yako nimeibariki leo. Nimebariki watoto wako. Hata David mwenye yako. Yeyote ambaye umezaa. David, I call you. Kwenye huko I call your spirit. Ninakata hiyo kitovu. Ninanena maneno ya kuendelea na kuseto. Na kumiliki ardhi
kamwa twikire mutike nyitira kindu kuma riu wenyitire ameria kwenyitira yana authority ya kwenyitira indo yes roho ya immorality wewe ni roho achilie haraka unaseto kwa hiyo marriage roho ya kukutoa kwa marriage yako saishe nguvu ishe haraka 1 2 and declare now utaseto in Jesus Christ name. In Jesus Christ name. Mwikalise kwa haraka ni kuvunja kamera ambao mwikalie ndio vau ninanena anga yako kutoka leo ifunguke. Anga nyakio anga yako ifunguke kutoka siku ya leo. Hakuna magonjwa ati kumbe hata wewe ndiye uko na shida wewe ndiye uko na shida ukasemekana ati ukathukumaga ithiete mirimo-ini. Haya ni maneno yalitamkwa Fringe outers. I break them now in Jesus Christ name. Kile kilineno kwa anga yako na kiondoa na kenderiti na damu ya Kristo Yesu. Nimenena baraka juu ya maisha yako financially, ninanena baraka, hakuna kungangana hata kwa masomo. Ninanena uponyanji. I dedicate you to the Lord in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ambia mama aache kukataa kuimba. Wewe muimbaji, Sunday nikuonee huku saa 2. Sawa Rose? Umesikia kenye nimesema? Hiyo itakuteza sana kule kazini. Umeemenewa mara nyingi na unakataa. Si ni kweli? Kutoka Sunday saa 2 uko hapa kanisani. Huyo hata huyu mwenye mmezaa mtakuwa mnakuja na yeye. I dedicate your spirit. I dedicate your spirit. I speak to your spirit. I speak to your spirit. No attachment. Kenye kinanena juu yako kiishe nguvu. Hakuna premature death. Nafunga premature death kwa ukoo ya mama, kwamba watoto wanakupa ovyo. Hii haitakupata katika jina la Yesu Kristo. Kuseto kwa marriage. Hakuna kukufa mapema, hakuna kuolewa na wanaume wengi. Ninanena ukapendeke na ukatulie kwenye wako huko, na achilia anga mpya kwa maisha yenu, hata kwa baba yenu hata akiwa mbali, na mrudisha nyumbani katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kila mmoja wetu aseme amen. Tunasema amen na tusimame. Unajua tumefanya nini? Rubeni kwa haraka tuende kwa songu yetu nikimalizia. Unajua tumefanya nini? Kwa imani tumeimba hivi. Rubeni kwa haraka, kuoshwa na damu. Na Marisia tukiimba hivi sisi sote wale ambao tunajua yumbe, twende Ruben. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa na damu ya kondoo, neema yake yatumwagia. Nimeoshwa na damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo, daima mkombozi na kuoshwa na damu ya kondoo yako kwa msurimi wa makazi. Umeoshwa na damu ya kondoo, kuoshwa. Tuinue mikono, inua mikono. Kwa damu itutakasayo ya kondoo,
mimi nimeoshwa. Mama siala mama nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Sema nimeoshwa kwa damu ya kondoo. Nimeoshwa kwa damu ya kondoo. Maswali yangu imefutwa. Accusation zote zimefutwa. Natangaza mko huru. Mko huru. Pokeeni freedom. Pokeeni freedom. Pokeeni freedom. Kwenye haukuenda uende. Kwenye wazazi wenu hawakufika mufike. Kenya hawakupata mupate. You are free. Mumesafishwa na damu. Mumesafishwa na damu. Sema nimesafishwa na damu. Nimefanywa upya. Nimefanywa upya. Mimi ni kiumbe kipya. I am free. Sema I am free. Marriage yangu iko free. Kazi yangu iko free. Mume wangu ako free. Mke wangu ako free. Watoto wangu hakuna kung'ang'ana. Watoto wangu hakuna kung'ang'ana. Nitaenda kwa haraka. Nimepokea neema ya kufika kwa favor. Ya kufika kwa favor. Ya kupokea utajiri. Ya kuenda mbali. Pigia Yesu sangu ukisema amen. Sema ni yangu. Sema ni yangu. Sema nimepokea. Sema nimepokea. In Jesus Christ name. It is done. Amen. Na mtu aseme amen. Amen. Na mimi nimepiga muhuri niseme iko kwako. Tembea na hiyo neema. Tembea na hiyo neema. Tembea na hiyo neema. In Jesus Christ name. Amen. Amen, 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 amen.